Asante, majina yangu naitwa Getruda Jafet Lengesela, mwenyekiti wa jimbo la Mbeya vijijini. Kwanza ndugu zangu, niwapongeze kwa ujasiri wenu ambao mmeweza kutengeneza tukio kwa ajili ya kusherehekea miaka 33 ya chama chetu. Na leo tulikuwa na tukio kubwa sana pale ya kuzindua kijiwe. Lakini pia tulikuwa na uzinduzi wa kuzindua ofisi. Lakini pia tulitaka tufanye usafi maeneo yetu mengi kwa sababu hii ni sikukuu ya kusherehekea miaka 33 ya chama chetu. Lakini kinachotushangaza kwenye jimbo letu tuna OCD haijawahi kutokea. Na sijui katokea wapi. Yaani hatukujua amejiunga lini Chadema. Kwa sababu mimi sijaijua kama amejiunga Chadema, ila leo ndo nimejua amejiunga Chadema. Sisi tuko tunashusha bendera nusu mlingoti kwa sababu tuna msiba wa Mzee Mtei na hakuna asiyejua, taifa linajua. Hata rais nafikiri ametoa pole kuhusu Mzee Mtei. Tunashangaa anakuja mtu ambaye amejiunga Chadema, sio amejiunga juzi, sio amejiunga jana, na sio amejiunga asubuhi ya leo, anakuja kushusha bendera zetu. Sasa tunabaki tunashangaa na hatujui uongozi ameupata lini. Kama mimi mwenyekiti wa jimbo, sijampa hata hayo mamlaka ya kuja kushusha pale, lakini leo yeye amekuja anashusha bendera zetu. Kwa hiyo tumwambie tu kwamba karibu kwenye chama chetu, kuna protocol, kuna utaratibu, asije ovyo ovyo. Na hili jimbo ni jimbo la Mbeya vijijini. Alafu niwaambie ndugu zangu, niwaambie kabisa nyinyi mapolisi, kwa nini mnatafuta vurugu na watu? Kwa nini mnatafuta uhasama? Sasa hivi Mheshimiwa Rais anapambana na hangaika kutafuta amani na watu, lakini ninyi ndio mnaleta vurugu, alafu baadaye mnasema Gen Z ndio wanaleta matatizo kwenye nchi. Wakati mnaoleta matatizo ni ninyi polisi, ndio mnaoleta matatizo. Huyo OCD mimi nafanya naye kazi kama mwenyekiti. Na kama aliona kuna tukio hapa la kushusha la kupandisha bendera, kwa nini asinipigie simu? Anakuja anamkamata mwenyekiti wetu wa mkoa na kumuingiza kwenye defender kumuondoka. Yaani anamtoa kama vile alikuwa na hasira naye, kama anabifu naye. Kama amemuingilia huko angetuambia. Unamkamataje mwenyekiti wetu tena bila nidhamu kabisa? Unaenda unamtoa nguo, unamvua, unamuingiza kwenye defender. Kama unataka kuja OCD kwenye chama chetu jiunge, na kuna utaratibu na tunatoa masaa 3 mwenyekiti wetu awe ametoka umoloka kuliko mweka. Leo umemweka kwenye kituo cha Tazama, amekamatwa mwenyekiti wa mkoa. Amekamatwa mwenyekiti naye wa baraza la vijana wa mkoa wa Mbeya. Na yeye amekamatwa kwa sababu hivi kweli kushusha bendera kweli? Jeshi la polisi linakuja na madefender asiyopungua 6-7 kwa ajili ya kuja kushusha bendera kweli? Kodi za Watanzania. Kwa nini hizo pesa msizichukua mkapeleka kwenye mahospitali? Kwa nini hizo pesa msizichukua mkapeleka kwa watu waliopata mazira tarehe 29 Oktoba? Kwa nini msizichukua hizo pesa? Leo mnakuja kuleta vituko vya ajabu afu mnakuja kusema Gen Z ndio wanaleta vurugu kwenye nchi. Mimi niseme kama mwenyekiti, nitoe rai kwa OCD wa Mbeya. Kama ulivyokuja uje taratibu hivyo, usituchezee. Tena usituchukulie poa. Sisi ni viongozi, kuna utaratibu wetu. Kama unaona tumekosea ulipaswa kutupigia simu. Hujapiga simu na kuja tunatunyakua kama vifaranga. Usituchezee kabisa OCD. Tena kaa mbali na Chadema. Yaani nchi sijui sasa hivi inaongozwa na mapolisi, sijui kama mnalea nchi. Wameshindwa kufanya kazi zao, wameshindwa kufuata misingi ambayo wameisomea. Leo hii wameanza kunyanyasa watu mpaka kucheza mipira. Mchana kweupe askari anapiga bomu. Kwa nini usiongee na vijana wako kwa amani kabisa kwamba jamani mpira leo haiwezekani? Labda kuna 1 2 3. Unaenda kuwapiga mabomu. Unakamata mwenyekiti wetu. Tunakwambia OCD usipomtoa mwenyekiti wetu na chochote kitakachompata mwenyekiti wetu kwenye hili jimbo tutakushughulikia kama ulivyokuja na ndio utakavyoondoka hivyo hivyo. Sasa hivi tunapambana sana na dola. Na kuna watu wamefungua kesi mahakamani kwa ajili ya kusitisha shughuli za chama. Na ndio maana mnaona sasa hivi Chadema hakuna mahali tumefungua ofisi. Hakuna mahali tumefungua ofisi. Lakini sisi kama Chadema hatujazuiliwa kuvaa nguo zetu za chama. Lakini sisi kama Chadema hatujazuiliwa kujenga nyumba zetu za chama. Lakini sisi Chadema hatujazuiliwa mahali popote tukae, tusali, tuombe. Tuiombe nchi yetu, tumuombe mwenyekiti wetu. Hakuna mahali sehemu Chadema tumezuiliwa tusifanye usafi hata kwenye mazingira yetu. Kwa nyumba zio zinaota manyasi eti kwa sababu tumezuiliwa kufanya shughuli za chama. Hatutumii dokumenti zozote za chama. Hakuna maeneo tumezuiliwa sisi tutembee wawili tumevaa sare za chama. Kwa hiyo sisi tutaendelea kama kufanya usafi, tutafanya usafi. Kama ni kutembelea watoto yatima, mbona tunakwenda magerezani, mbona hawasemi? Tunakwenda kutembelea yatima, mbona hawatukamati? Mbona tunafanya vitu vingi hawatukamati? Ila kuweka bendera nusu mlingoti. Hivi kushusha bendera nusu mlingoti zile ni document. Kwa mimi niseme serikali mkitaka kukaa kwa amani kwenye nchi, hebu tengenezeni umoja na watu wengine.
Msitake kuishi kutumia misuli. Wakati mwingine mfuatilie story ya Farao. Alifanya ubabe, mwisho wa siku alikubali. Yaani Mungu yupo. Yaani lenye mwanzo mjue kabisa lina mwisho. Yaani mwisho upo. Fanyeni uovu mnaoweza kufanya, lakini tunawaambia kabisa mwisho wenu upo. Hakuwepo mtu katili duniani kama Farao. Lakini mwisho wa Farao angalieni ulivyokuwa mbaya. Nyinyi hizi nyota mnazojidaia leo, vyeo mnavyojidaia leo. Kuna watu walikuwa mawaziri, kuna watu walikuwa marais, leo wako wapi? Angalieni huko Venezuela huko, muangalie huko walivyofanyiwa. Wamefanyia kitu cha ajabu, lakini walikuwa manunda. Walikuwa ni watawala wale watu. Kwa mimi niseme serikali, mimi niwaambie tu kiroho safi kabisa, mkumbuke kila jambo lina mwisho. Mlianza, mwisho upo. Yaani mjue kabisa kila wakati mwe mnatafakari mwisho wenu upo. Tabia Lugalo Mwakikuti na ndio mwenyekiti wa BAWACHA wa kanda. BAWACHA kanda Nyasa. Kwa kweli kitendo cha leo kimesikitisha sana. Kitu ambacho toka asubuhi wanaona kabisa wanachadema wako pale, wanafanya shughuli zao. Kwa nini wasimwite hata mwenyekiti wa jimbo? Kwamba wanani hata angalau wamuulize kwamba bwana hapa pana tukio la nini. Lakini mimi naamini kabisa mwenyekiti wa hili jimbo ni mwelewa na mwenye akili timamu kabisa. Wanajua kabisa kwamba leo kwanza hakuna kitu ambacho kinasikitisha. Dunia nzima inajua kwamba tumefiwa na mwanzilishi wa nani? Muasisi wa chama hiki. Kitu gani kinachofanya mpaka anakuja kwa hasira vile? Mimi siye kuona kabisa askari anapanda juu, anashika bendera, anaishusha ile bendera ya chama. Kwa kweli kimenisikitisha na kimenishangaza. Askari amevaa nembo kabisa, amevaa na mkando ile bendera ya taifa. Amevaa kiunoni kwake. Anapanda anaenda kushusha bendera ya nani? Bendera ya Chadema. Hasira hizo zinatoka wapi? Na ameagizwa na nani kwamba ukafanya vitu kama hivyo? Ameagizwa na nani? Kwa kweli ni kitu kimetusikitisha kama wanawake. Kwa kweli ametusikitisha. Lakini tulichomuonesha sisi ni majasiri, tulikuwa pale pale. Alafu kitendo kingine anakwenda kwa watoto ndio kucheza mpira. Anakwenda kupiga mabomu. Hasa watoto waende wapi? Hao watoto waende wapi? Watoto sasa leo ni tukacheze mpira kwa sababu nini? Leo ni sherehe yetu. Leo ni sikukuu kwa sababu sisi tuna sikukuu ya chama chetu toka kilipoanzishwa. Kufika tarehe 21 ndio mwisho. Kwa hiyo maana leo ilikuwa ni sherehe yetu. Kwa hiyo maana wenyewe hawajui. Kwa kweli mimi kimenisikitisha na sitaki kabisa kufanya hicho kitendo, asije akarudia tena kukifanya hicho nani huyo CD. Ni kitu kibaya sana. Alafu ameacha pale sintofahamu. Wananchi wanashangaa. Hiki ni nini? Sasa kesho aseme wananchi ni wakorofi au kesho majenzi wakorofi kwa sababu hao ndio wameleta matatizo pale. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Patrick Masankinga, katibu mwenezi wa kata ya Nyara. Leo kama chama tulikuwa na shughuli ya kuadhimisha miaka 33 ya kuzaliwa kwa chama chetu. Lakini kinachosikitisha sana wakati tunaendelea na hiyo shughuli ya maadhimisho na uongozi wa mkoa na wa jimbo na wilaya unakuja, baadaye tukakuta ghafla tu mapolisi wamejitokeza. Wakatuambia saa hizi hapa mruhusiwi kufanya shughuli ya aina yoyote, kinachotakiwa mzime mziki. Mimi kama msemaji wa chama nikasema tuzime mziki, tumekubali kuzima mziki. Lakini kinachofuata lazima viongozi wa mkoa na ndio walio na ajenda hii waje. Baada ya hapo sasa polisi ndio mtawasikiliza kwa maana sisi tumeagizwa tu tukafanye maandalizi. Kwa hiyo baada ya kufanya maandalizi hayo sasa tulikuwa tunasubiri uongozi. Lakini cha kusikitisha baada ya hapo tunaposubiri uongozi unafika, tukashangaa ghafla tu OCD amefika pale na madefender 6, anafika mahali amekamata mwenyekiti wetu, amekamata mwenyekiti wa mkoa, akakamata mwenyekiti wa vijana BAVICHA, lakini pale wakafika wakaanza kukatakata na kupanda juu ya jukwaa kushusha bendera ya chama chetu. Sasa sijejua sana kwamba saa hizi nayo OCD ni mwanachama chama cha demokrasia na maendeleo au imekuwa. Lakini pia panatakiwa zitumike busara. Hii ni nchi ya wote. Lazima busara zitumike. Watu lazima tutumie vision, tuone akili pana. Lazima tuangalie kizazi kinachokuja. Tunawafundisha nini wanaoona. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sijevipenda na kwa jamii yuko naangalia havijevipenda kabisa. Mimi kama mimi natoa rai kwamba mheshimiwa OCD, wewe ni OCD. Na hicho cheo na umekipata tu huko. Lakini mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa kuanzia sasa naomba mwachie, na hizi shughuli za chama zilikuwa ni za kitaifa ambazo leo tulikuwa tunaadhimisha chama chetu kama wanavyoadhimisha na wenyewe kwenye vyama vingine. Kwa hiyo sijaelewa kwamba palikuwa na kosa gani. Ndugu mwandishi wa habari, mimi naona ni jambo ambalo halijapendeza kabisa kwenye jamii ya watu wenyewe. Tulikuwa tumepanga kwamba sasa baada ya maadhimisho kupandisha ile bendera yetu, waje viongozi wa mkoa waje pale tupandishe bendera.
baada ya kupandisha bendera ile tuweke nusu milingoti kwa ajili ya kwa ajili ya msiba wa baba yetu, lakini baada ya hapo tuondoke twende uwanjani. Kufika uwanjani kule kuna ofisi yetu ya chama iko pale, tukabandike jiwe la ujenzi wa ofisi. Lakini baada ya hapo kulikuwa na shughuli ya michezo ambayo kama ilivyokuwa imeagizwa na viongozi wetu wa taifa kwamba kutakuwa na maadhimisho, lakini kutakuwa na shughuli za usafi, shughuli mbalimbali za kichama ambazo zitakuwepo pale ambazo hazihusiana na mambo yoyote. Shangaa hayo maliziano wanaoimba kila siku uchwao kuwa wanaomba maliziano ni yapi? Leo tuna maadhimisho ya siku ya miaka 33 ya chama chetu kuzaliwa. Pia tuna msiba mzito wa muasisi wetu aliyetutoka hapo jana. Nashangaa tukiwa katika eneo la tukio, mwenyekiti wa mkoa amepanda juu ya nani, anashusha bendera kuweka nusu mlingoti kuonyesha ishara ya nani, ya maombolezo ya kiongozi wetu mkuu. Lakini tumevamiwa na defender, sisi zimetoka wapi hata tuelewi. Na pia wamepata ujasiri gani wa kutaka kuanza kutukamata sisi wanaume? Tumeokolewa sisi na bodaboda baada ya kutaka kutukamata. Ila tunaomba tunajua kabisa wazi hawajatumwa na kiongozi wao. Kama ni kujipendekeza kumepita kiasi, wakumbuke hata tarehe 29 hatujamaliza, watu bado wanaomboleza. Tunatafuta amani, kutulie, lakini bado wanaanza kuendeleza migogoro yao. Kamata ya hapa na pale, kamata ya hapa na pale. Ila tuombe tu viongozi wetu ili swala walifuatilie. Hawawezi kutubebea kiongozi wetu sisi mkuu, mwenyekiti wetu wa mkoa, wakambeba kama kifurushi na kumtupia kwenye gari. Hakuwa, tunasikitika sana. Tumeumia. Tunamuomba wasimuumize wala wasimfanye kitu chochote. Na kama alivyoongea mwenyekiti wa jimbo la Mbeya vijijini, ndani ya masaa 3 awe ameachiliwa huru. Mbona wao vyama vingine wanafanya siasa zao? Kwa maana sisi tusifanye usafi kwenye maeneo yetu ya ofisi? Ni kitu cha kiwezekani. Hatufanyi sisi migogoro yote. Kwanza upande wa vijana tunasema vijana ni ajira, michezo ni ajira, michezo ni afya. Leo vijana wameamua kufanya bonanza lao la michezo ili waweze kubadilishana mawazo. Wanakwenda uwanjani wapiga mabomu, wanawakamata. Sasa wanataka wakatupige nondo, wanataka waende wakatuzuia kwenye vichochoro huko. Kwa hiyo hiki kitendo waache, wafanye kazi zao walizotumwa. Kwanza wenyewe wanarinda raia na watu wao. Waache kufanya kazi ambazo hawajapewa, hawakwenda kusomea. Tunahitaji sisi haki pia na amani ili tuishi kwa kuheshimiana. Asante. Jina anaitwa Deo Edwin Njoroyota, almaarufu kama artist Dizo MC. Nimesimama hapa kwa niaba ya vijana wa kijiji cha Inyala. Kiuhalisia kitu ambacho tumekiona leo katika kijiji chetu hakijatufurahisha kwa kweli. Kiuhalisia kimetukera sana. Tumekwazika sana. Tulikuwa na jambo letu. Tunamwenzi mzee wetu, muasisi wa chama chetu cha demokrasia na maendeleo Chadema. Lakini ujio wa polisi kiuhalisia umekuja vibaya sana. Hawa polisi staili wanayokuja nayo, tafsiri yake wanataka sasa vijana tubadilike rangi, na sisi vijana sasa tujipange kwamba wanapokuja polisi tujue kama wanakuja na sisi tunajipanga vipi. Sasa hiyo sasa vijana kwa kifupi tu hatutakubaliana nao. Ujio wanaokuja nao tushamaindi, tushavurugwa. In short, discipline inatakiwa ichukue nafasi yake. Chadema ni chama kama vyama vingine, na Chadema ni chama chenye watu, na Chadema ni chama chenye Mungu ndani yake. Na Chadema ni chama kinachopendwa sana na Watanzania. Inaumiza sana, inasikitisha sana. Chadema wanapokuwa wanafanya jambo lao, wanaletewa polisi kwa staili kama zile pale. Inakera sana.